Baadhi ya wajumbe wa Bunge Maalum la Katiba kupitia kamati zao mbalimbali wameonyesha mashaka juu ya hati ya muungano kuwa na uhalali wa kisheria, kutaka ufafanuzi wa kisheria kuhusiana na hati hiyo. Mwenyekiti wa kamati namba 2 ya Bunge Maalum la Katiba, Shamsi Bwainaodha, amebainisha mbele ya waandishi wa habari hapa mjini Dodoma kuwa swala la hati ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar lilihojiwa sana na wajumbe wa kamati yake. La kwanza, kusainiwa kwa mkataba wa muungano kati ya marehemu Mwalimu Nyerere kwa niaba ya Tanganyika na marehemu Mzee Karume kwa niaba ya Zanzibar. Sasa wajumbe walitaka kujua hiyo hati hasa yenyewe, hati sahihi iko wapi? La pili, kuridhiwa kwa mkataba wa muungano na Baraza la Mapinduzi, maana ushahidi wa kwamba upande wa Tanganyika uliridhia upo kwa mkataba, kwa sheria hii namba 22 ya mwaka 64. Hii ilikuwa inaridhia katika Bunge la Jamhuri ya Muungano kuridhia yale mapatano au yale makubaliano ya mkataba wa muungano. Sasa wakawa wanauliza, sasa haya ushahidi upo, lakini kwa Zanzibar sasa kama ushahidi kwa Zanzibar haupo, inakuwaje kisheria? Kutokana na kuhojiwa huko kwa uhalali wa hati ya muungano, nahodha amesema kamati yake ilibidi kumwita mwanasheria mkuu wa Zanzibar, Othman Masoud Othman, ili atoe ufafanuzi wa kisheria kuhusiana na hati hiyo ya muungano. Sasa akaulizwa mwanasheria mkuu wa Zanzibar, wewe umewahi kuiona? Akasema mimi sijaiona, lakini kwa nafasi yangu mimi kama yeye mwanasheria mkuu wa Zanzibar sina wasiwasi na kilichofanyika kisheria mpaka pale atakapotokea mamlaka inayohusika ikahoji. Sasa hapo, maana unatafuta kitu kwa madhumuni, mwanadamu yoyote hatafuti tu kitu hivi. Kunakuwa na sababu akitokea mtu akioji. Kwa hiyo sijaiona, lakini hakukuwa na sababu za kisheria juu ya kutafuta jambo hilo. Lakini akasema, sasa tukauliza, je, kwamba ile Zanzibar hati au waraka wa kisheria au sheria iliyoridhia wakati ya bunge iko wapi? Akasema nayo sijaiona, lakini kwa kadri ninavyozifahamu sheria, wakati kuna sheria hii ya bunge iliyopitishwa tarehe 25 Aprili 64, basi hii ndio ambayo kwa sababu huku nyuma wameambatanisha, kuna kitu kinaitwa the schedule of the article of the union. Sasa ile content ya ile hati ya muungano yenyewe iko huku nyuma, imeambatanishwa. Sio hiyo original anasema, lakini yale maelezo yako huku nyuma. Kwa hiyo mwanasheria mkuu wa serikali anasema kwa maana hiyo ili jambo hili kwa mujibu wa kisheria ni halali. Hayo. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kamati namba 4 ya bunge hilo maalumu, Christopher Ole Sendeka, ameweka wazi kuwa mvutano uliokuwepo ndani ya kamati hiyo ulikuwa ni wa muundo wa serikali 2 au 3, huku kila upande ukitetea msimamo wake. Nilichobaini ni kwamba zipo kila dalili kwamba watu tayari wana misimamo yao. Makundi haya ninachokiona mimi, hata ungeendelea kuyapa muda wa kujadili, kwa maana ya kila mmoja kuleta maelezo ya kuweza kuwashawishi wengine, sijaona dalili za kubadilika kwa watu kutoka kundi lolote kwenda jingine. Ninachokiona ni kwamba watu tayari wana misimamo yao, na kila upande una misimamo yake, una mitizamo yake. Nilioona kidogo wamebadilika msimamo ni wale waliokuwa wanazungumza habari ya muundo wa mkataba, kwamba sasa wamejenga mshikamano na wale wa muundo wa serikali 3, ambao ni muundo na wanachosema wao wenyewe, sababu yao wanasema kwamba inaelekea muundo huu haujapata nguvu kwenye rasimu ya Warioba, lakini kimsingi unachokiona ni kwamba wanataka waunganishe nguvu katika kuweka maoni ya wale walio wachache. Aidha, kuhusu kugushiwa kwa hati ya muungano, mwenyekiti huyo wa kamati namba 4 alisema kile anachokiamini. Kwa sababu umri wangu si mkubwa sana, lakini mimi nilikuwa na interest na siasa kwa muda mrefu sana.
na saini niliyoiona kwenye sheria iliyoletwa mbele ya kamati yangu ni saini ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Saini ninayoijua mimi kwa kadri ya ufahamu wangu ndio saini ya Mwalimu. Nikikumbuka sheria nyingi ambazo zilisainiwa wakati wake, saini ile niliyoiona leo ndio sahihi, ndio saini ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa hiyo wanaodai kwamba sheria zilizoletwa zimegushiwa, hii huwezi kugushi sheria, kwa sababu sheria lazima itakuwa na Hansard zilizojadili wakati huo mswada ule. Na kama mtu anazungumza tu habari ya saini ya Mwalimu au ya mzee Karume, Karume hakusaini document moja, alisaini document nyingi tu, na Mwalimu hivyo hivyo alisaini nyaraka nyingi tu. Kwa hiyo mtu anayesema kwamba nyaraka zimegushiwa, kwa kweli anahitaji kubeba jukumu la kuendelea kuthibitisha juu ya kugushiwa kwa nyaraka hizo. Katika mchakato wa sasa, kamati 12 zimekaa kwa muda wa siku 2 zikichambua na kutoa mapendekezo juu ya sura ya kwanza na ya 6 za rasimu ya katiba, ambapo kamati ya uandishi ndiyo itakayofanya kazi yake kabla taarifa ya kamati hizo kuwasilishwa bungeni siku ya Ijumaa.